una mambo mengi utaomba, uambie Mungu akusaidie. Mungu akusaidie, Mungu akukumbuke. Mungu akukumbuke tu. Unaweza kosa mambo mengi. Tunapoimba mara ya mwisho, fungua kinywa kila mtu, usinyamaze. Ongea na Bwana akukumbuke, akutoe katika hali uliyo ndani, katika jina la special
unapokutana na mahitaji ya mioyo yetu ambayo tumeingia mbele zako nayo, ukakutana na kila mmoja kulingana na haja yake, ukatupeleke viwango vingine. Yesu, tumekuja, mioyo yetu iko upeni kwako, ukatende katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hatuna uwezo, wewe ndiye mweza, utuwezee. Asante Yesu. Endelea pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Pigia Bwana Yesu. God bless you waimbaji. Bwana atende. Kazi yangu leo si kubwa. Wanapoketi, nataka uangalie kila aina ya kukwama maishani mwako. Angalia maeneo ya maisha ambayo hayana progress, hayana kusonga mbele, hayana kuendelea. Angalia maeneo, naweza kuwa kifedha, ulikwama, project zilizokwama, nataka uziangalie leo. Angalia anywhere ambapo wewe mwenyewe ukiangalia kabisa unaona hapa hakuna, there is no progress here. Ni kama nilikwama mahali, nilikwama kwa magonjwa, unameza madawa na iponi, unaomba na itoki. Angalia popote, kuanzia nyuma. Hata wengine unaweza enda mahali vile maisha ilikuwa inaenda, ukafika mahali kuna project ulipanga kuanzisha biashara, umekwama biashara, ndio unafanya biashara lakini haisomi. Kiangalia unataka kuwe na progress, kuwe na kuendelea kupanuka, lakini kama ina stick mahali pamoja. Angalia maeneo hayo, maana leo Mungu amenituma hapa kwa kitu kimoja tu, kuondoa every stagnation. Leo tunaondoa, inaitwa stagnation. Kwa kizungu si unashika ni stagnation, kukwama. Hiyo ndio nimekuja kufanya, kuanzia kwa mtoto mdogo mpaka mtu mzee kabisa. Kama kuna mahali kulikwama, kuna kitu kilikwama, hakuna maendeleo, hakuna kukua, hakuna kuprogress, hakuna multiplication. Mungu amenituma nikuje leo kwa watu wetu. Tumeomba tayari. Nimekuja kuondoa kukwama kwa maisha ya watu wake leo katika ibada hii. Haleluya! Kukwama kwa aina yote. Ulikwama kigrade, kimasomo, hakuna kuendelea, unataidi, unaweka. Kukwama na maanisha watu wa investing in, ni kama itoki. You put in so many hours, lakini ukiangalia mavuno ni kama ile masaa itoshani na mapato. Unaweka masomo, unasoma, lakini ukiangalia matokeo ya mitihani ni kama hakuna improvement. Kuanzia leo, kila mtu aliye katikati, hata wale wako nje, hata wale wako kwa manyumba na wananisikiza, kama unanisikiza, hata wewe ulio tu huko, Mungu amenituma katika anga ya sauti yangu. Hakuna mtu atakwama tena kuanzia saa 7. Kuanzia saa 7, na maanisha saa 7 maana ndiyo standard. Kuanzia saa 7 ya leo, enda uweke kwa diary, uweke kwa simu, andika mahali. Leo kama kuna mahali ulikwama, ukaanzisha mjengo kama sisi, ikafika mahali ikakwama, leo kuanzia saa 7 kuna kukwamuka, mambo itaanza kufanyika tena. Haleluya! Hakuna kukwamuka.
mishahara iliyokwama. Unafanya kazi, unajitolea, lakini hakuna mtu anaangalia kukupandisha cheo ama kukuongezea mshahara. Umetafuta, umeomba Mungu akupe capital, ulikuwa na maono ya kuanza biashara, umengojea sasa tuko mwezi wa 6, ulifikiria by January utakuwa umeanza. Leo Mungu amenituma kesho kuanzia saa 7 unaanza hiyo biashara, unaanza. Haleluya! Itafanyikaje mimi sijui, lakini chochote capital, ile capital, kuna fedha unitaka zikuje. Hata katika project yetu, hata kisima, hatutakuwa mapema. Flow ya pesa, flow ya pesa. Haleluya! Flow ya pesa, wapi zile kadi? Tuliombea na kina Dani huko Juba, tutaombea na hii, sivyo? Ndio tukubaliane sasa sisi wote. Hizi kadi ziko na majina ya kila mmoja wetu. 5 na jina yako, 5 jina ya kila mtu. So that ukienda unaambia mimi ni guest wa church tarehe 6 mwezi wa 7. Kadi anaona jina yako iko hapo, namba fulani kwa wageni. So inaweka nguvu wa kusupport. Ile pesa unapata si ya wao, ni yako. Unapunguza, wale mmebakisha 10,000 unapunguza, unalete inapungua. Kama tulikuwa tunajadiliana na mama hapa, Pitani wetu wote, Pitotis. Sasa yeye anasema aliandikia wao agamii, tumepokea na sasa umebakisha yangu. Ana mtu. Asante. Amen. Hebu tunyoshe mikono tubariki hizi kadi zipate kibali. Utakapoenda ukisema mimi ni mgeni kwa church na amount nimepewa, nataka unisaidie. Baba, hii kadi ikapate kibali na wote watakayoibeba majina yao iko hapa, na hata wale hawajaleta majina iwekwe, waendee marafiki, waendee watu wanaojuana na wao. Baba, ninaomba hii kadi ikionyeshwa mahali, kadi hii ni kwa ajili ya kutoa pesa, hii ni chombo cha kuleta fedha tukujengee madhabahu. Naomba ikapate kibali mbele zako, na kibali mbele ya kila mwanadamu atakayeonyeshwa. Kibali mbele zako hata wale wanazozibeba hizi kadi, na kibali kwa wote wamechapishwa majina yao hapa. Bwana, ikapate kibali kwa ajili wewe ni Mungu. Tukienda ni kama kuenda msituni, ulivyosema endeni msituni, mkate miti muje mnijengee, muone kama sitawabariki. Bwana, na ikafanyike hivyo kwa neema yako, katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Kwa sababu hii ya mtu, wacha nirudishe isipungue 5 ya wale wako kwa hizo. Hebu na asante ndugu wetu Kidiora anatusaidia kutoa hizo. Na ukiwa ukiambia Wahome unataka jina liambie, ndio uende mgeni kwa watu wale, those wale hatujaweka, unaweza sema tukaweka jina. Hebu fungua nami John chapter 5. Tutasoma maandiko matatu. Andiko la kwanza ni Yohana mlango wa 3. Nimekuambia purpose yangu leo, sina mambo mengi. Yale mafundisho nilikuwa nafundisha tutaendelea tu. Leo Bwana ameniambia tuondoe kukwama. Kwa hivyo hakuna kukwama, ni dakika kidogo tu. Tuko na taarifa ya habari kwa kila aina ya stagnation project zilizokwama zianze kujiandaa kukwamka, kazi zilizokwama. John chapter 5 verse 1. Nitaomba tusaidiwe kusoma. Kuna maandiko pale tu, usoma tu. From verse 1 ule unatusomea. John chapter 5. John ni
Testament, chapter 5, from verse 1. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now, there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethsaida, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there, he learned that he had been in this condition for a long time. He asked him, "Do you want to get well, sir?" The invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is hard. When I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Amen. Verse 9. Kila mmoja useme verse 9, 1, 2, 3. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. And the day which this took place was a Sabbath. Do you want to be well? That was the first question. It has to start with you kuamka. You have to change the attitude yako. You have to change the way you look at things. Lila alikuwa swali, maana Yesu ndiye amuulize, kuna story inaelezwa. Huyu ni mtu amekwama pale kwenye birika 38 years. One who had been there for 38 years. Alikwama miaka 38. Kila siku anapoamka anatafuta the same thing which does not come. Miaka 38 akaanzisha biashara. Si mgeni katika mambo ya biashara. Amekuwa akiamka kila siku anaenda mahali pale akitarajia kuna mambo yatakuwa tofauti. Lakini every time anaenda anatoka pale jioni, ako vile vile. Jioni inafika ni kuhesabu siku, no progress. For 38 years. For 38 years. Every day anaamuka, anaenda pale. Matarajio yake ni kupona. Lakini for 38 years amekwama kwenye birika. Amekwama mahali pa muujiza. Mahali alienda apate muujiza. Mahali alienda ndio maisha yake ibadilike. Mahali anaenda ndio maisha yake ijengwe upya. Anaenda siku baada ya nyingine anatoka. Ama kama atoki ako pale pale 38 years. Unaweza kuwa umekwama, kuna mambo ulikuwa unatarajia by now utakuwa umeachieve, lakini bado unaamuka matarajio yako juu, lakini jioni ikifika ni kama pale pale, uko pale pale. Nothing has moved. Hakuna kitu kimebadilika. Leo ndio sababu tuko hapa. Leo hii tarehe 15 mwezi wa 6, katikati ya mwezi na katikati ya mwaka, katikati ya mwezi na katikati ya mwaka, katikati ya mwezi, katikati ya mwaka leo. Sasa maana mwaka uko na 365 days, you can count kurudi January kufika leo na kutoka hapa kuenda December 31st. Tarehe 15 ya mwezi, tarehe 15 ya mwaka, katikati ya mwaka. Sisi sikia nimekuja leo ni kumbukumbu kwa maisha yako. That's why I said you can notice by saa 7 hakutakuwa na kukwama. Unaamkanga na matarajio, unarudi una something to show.
Kuanzia sasa kutakuwa na change. Kuanzia sasa kutakuwa na progress. Maana Yesu aliyetembea katika hili birika, aliyetembea mahali pale, ndiye ametutembelea akanituma niombe na wewe tuondoe every manner of stagnation. Mtu aseme amen. Ninaona stagnation, minyororo ya stagnation ikikatika. Nyingine uliingizwa si kwa kupenda kwako. Wengine walienda wakafanya mazinga uwe wewe bila kujua, ukaingia katika stagnation. Waliopinga kuendelea kwako wakaamua utahama hapo. Mzee mwingine aliniambia wanaangishanga mtu kwa uchawi. Wanaweza kukuangisha usongi mbele, usongi nyuma, lakini uko pale. Kwa sababu uko pale unafikiria uko sawa. Miaka 10 unapata biashara 5,000. Wewe unafikiria ni kawaida. Kumbe saa hii unatakiwa wewe unapata mamilioni. Walikuangisha kwa hewa, huwezi kuja chini ukanyange kwa ground ujisupport, huwezi enda juu maana una uwezo wa kujipandisha, unazungukia kwa hewa. Kuna watu ulikwamishwa kwa nguvu za giza, tunakukwamua leo. Na ninajua maana hata usiku walijaribu na Bwana asifiwe. Sema I am getting free. I am getting free. Today. Hii si ile ibada ulikuwa Sunday. Walikuwa watu hawa, watu wengi walikuwa kwenye birika. Hiyo story tumesema. Wayahudi wanaendelea na sherehe yao ya dini. Kama leo watu wamekutanika kwenye makanisa kutimiza sherehe zao za dini. Siku hii huyu mtu alipatwa pale na Yesu. Ilikuwa siku ya masherehe ya Kiyahudi, dini, Judaism, wakifanya mambo yao. Siku ile wako katika shughuli zao za dini. Wanajua wako na njia wanavyofanya mambo yao ya dini. Yesu akashuka Yerusalemu. Ni siku ya mambo ya dini ya Kiyahudi. Yesu aliposhuka hakuenda kwa sherehe za dini. Yesu hakuenda kila mahali. Walikuwa na sherehe Yerusalemu ya dini ya Wayahudi. Yesu hakuenda hii siku, hakuenda huko. Maana kuna mtu aliyekwama miaka 38 na nyingi, mpaka maungu zinazaliwa zinaumanga huyu mtu mpaka zinamjua. Mama. Nikuzie mtu, mwambie you are free. Mwambie ukimaanisha mkaomba mtu hii freedom. Unaongea kama wewe imenigharimu. Wewe unasema nini? Ambia neighbor, ni mimi nimekuambia. Mwambie you are free. You are free my brother. Na watu wanakaa kulala. Wewe unakaaje? Hii si siku ya dini kama ile ya Wayahudi. Ulikuwa hapa sana ukitoka bila. Leo utoki bila kitu. Leo utoki bila kitu. Leo utoki bila kitu. Miaka 38 Yesu akapita. Leo Yesu anaamua kupita huku kwa ajili yako. Ni kwa ajili yako. Watu wako na dini walivaa vizuri, wakaingia makanisa yao kutimiza matendo yao ya dini. Wameimba tu vile tumeimba, lakini Yesu akaamua kwa ajili ya wewe, kwa ajili yako kukuamua. Miaka hii umekaa, wengine ni miezi, umetafuta kazi ni kama inakutoroka, unatafuta biashara ni kama inakutoroka, pesa ni kama inakujua kwa jina. Hata watu wakisema unashtuka. Tukisema tarehe 6 unashtuka. Pesa itatoka wapi? Kuanzia leo ninakuonyesha kule pesa inatoka. Pesa inatoka kwa kuamka kwako. Kuamka kibiashara, pesa itakuja.
kuamka kikazi, si pesa inakuja. Haleluya. Na tunahitaji maitara sasa. Lazima mpate kazi hii wiki. Mtu aseme amen. Wewe sikiza mpendo. Sikiza mpendo. Bana cheza kanisani. Unakuja kama dini, kama hii ya Wayahudi. Yesu hakuenda kwa hao waliokuwa wamekutana Yerusalemu kwa ajili ya sherehe ya dini, wanaokutana kwa kanisa hii. Maana leo ni Jumapili, wamekuja kutimiza dini. Sikiza nikuambie, hapa hatukuja dini tena. Kuanzia leo ukija hapa Sunday, enda na kitu. Hata hiyo ingine kujanga na kitu. Unataka nini? Yesu akauliza huyu mtu. Yesu ashajua huyu mtu amekuwa hapo. Story inasema kulikuwa na wengi. Hebu sema kwa Biblia, kulikuwa na wengi. Usijiweke kwa wengi. Yesu adili na wengi. Yesu anadili na wengi. Katika hapa umati kuna wengi. Wacha Mungu adili na wewe. Achana na your neighbor hapa. Achana na huyu mwingine hapo kando yako. Wewe Yesu ahudumie wewe kiwewe. Haleluya. Mungu Yesu akapita kwenye birika. Akaona watu wamejazana. Wale na viwete wako pale. Hawawezi jisaidia. Wajua shida ya uwete ni nini? Wengi tuko wokovu. Lakini kama tuko viwete. Kiwete ni mtu hawezi jisaidia. Unahitaji wengine. Ukiwa you are disabled, pengine uoni, unahitaji mtu. Maisha yako inategemea mtu akuongoze. Akikuongoza kwa shimo, mnagonga shimo. Hata mawe ungeona upepe, yeye akiamua igonge, hata wewe unaigonga. Maana maisha yako inategemea wengine. Maisha ya kutegemea wengine. Maisha ya kutegemea wengine. Kuanzia leo Mungu anakupatia vitu vyako wewe mwenyewe, na wengine wakutegemee, wale wako nyuma yako. Mtu aseme amen. Mtu huyo hapo pale. Hata mwanzo anakaa alikuwa na watu wa kumsaidia. Sasa hakuna mtu wa kutegemea. So Yesu alipofika pale, akamuona amekaa pale na ni miaka 38. Akamhurumia. Akamuuliza swali. It's about you. Hata hii na ubiri ni wewe. Usifikirie ni kanisa tunaongelelea. Sikuja hapa kwa ajili ya watu. Nimekuja kwa ajili ya wewe uliye mahali, na ndio nikakupa ruhusa upige picha. Cheza video katika mawazo. Video ya maisha yako. Ni wapi ulikuwa? Uliendaje uwe hapo? Ni kwa nini mambo yasonga? Ukienda tu kushika, huyu mtu akaulizwa ni wewe, unataka wewe, akaanza visababu. Maana mawazo yake iko vibaya. Analete watu. Wakati Yesu anadili na yeye, analete umati. Anasema sina mtu. Wakati birika inatimuliwa maji, sina mtu. Wakati ninaenda kuchukua, hii ndio ushuhuda wako. Hii biashara siwezi fanya. Siwezi pewa tenda kwa serikali, maana sina mtu. Mpaka